Wananchi, kongamano hili ni mwendelezo wa maelekezo ya rais wetu na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha serikali inawafikia vijana kwa kutoa elimu juu ya fursa mbalimbali zinazopatikana ndani ya wilaya yetu, lakini vile vile kusikiliza maoni na mapendekezo pamoja na kutatua changamoto ambazo zinawakabili vijana. Hivyo niwasisitize vijana mnaoshiriki kwenye kongamano hili kuwa huru katika kutoa maoni na ushauri kwa serikali yenu na kuhakikisha kuwa mnakuwa wasikivu katika kusikiliza fursa na katika kusikiliza yale ambayo yatatolewa hapa na watoa mada wetu, na hasa tukizingatia kwamba mwaka jana au mwaka 2022 tulikuwa na sensa ya watu na makazi ambayo ilifanyika nchi nzima, na katika sensa hiyo wilaya yetu ya Kwimba ina wananchi wapatao 480,025, lakini katika idadi hiyo idadi ya vijana ni 171,862 ambayo hii ni sawasawa na 35.8, na hii inamaanisha kuwa nguvu kazi kubwa ndani ya wilaya yetu inatoka kwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35, pamoja na ukweli kwamba serikali kwenye eneo la vijana imeweza kupanua wigo zaidi kwa kuongeza umri kwamba vijana angalau tuwatambue mpaka miaka 45, lakini kwa maana ya sensa iliyofanyika mwaka 2022 ambapo umri wa vijana tuliendelea kuwatambua mpaka wenye umri wa miaka 35. Kwa hiyo kwa sensa ile iliyofanyika wilaya yetu ilionekana na vijana wapatao 35.8. Ndugu wananchi, serikali kwa kushirikiana na wadau imefanya jitihada mbalimbali za kukabiliana na changamoto za vijana ndani ya wilaya yetu. Serikali katika kipindi cha miaka karibu miwili 24-25 na 25-26 imeweza kutenga 10% kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya yetu ya Kwimba na kutoa mikopo isiyokuwa na riba yenye thamani ya shilingi milioni 221,500,000 kwa vikundi 16 vya vijana. Mikopo hii imeweza kuwanufaisha vijana wanaofanya shughuli za kilimo, ufugaji na upambaji katika masherehe, lakini wauzaji wa vyakula na nafaka, wauzaji wa vyombo, usambazaji na uuzaji wa shajara stationery na ufugaji. Na kama mnavyotambua, wilaya yetu ya Kwimba kwa sehemu kubwa shughuli zake kuu za uzalishaji ni kilimo na ufugaji. Kwa majina naitwa Isiaka Mapande, afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya wilaya. Leo tuko chuo cha maendeleo ya wananchi FDC Malia kwa lengo la kufanya kongamano la vijana ambalo litahusisha utolewaji wa elimu mbalimbali kwa vijana ambao wanapatikana ndani ya maeneo. Eneo la kwanza ambalo ningependa kulizungumzia siku ya leo ni fursa za kiuchumi ambazo zinapatikana ndani ya wilaya yetu. Eneo la kwanza ambalo nitapenda kulizungumzia ni fursa za kiuchumi ambazo zinapatikana ndani ya halmashauri yetu. Nikisema fursa za kiuchumi, maana yake ni kwamba sisi kwa kiasi kikubwa tunajishughulisha na shughuli za kilimo na mifugo. Kwa hiyo ni fursa ambayo vijana leo wanakwenda kuipata, kupewa elimu namna bora ya kulima vizuri na kwa kisasa, kwa teknolojia ya kisasa, ili waweze kujiinua kiuchumi. Lakini eneo la pili ambalo tunalizungumzia leo ni swala la afya. Tukizungumzia swala la afya, maana yake ni kwamba afya ya mwili, lakini pia tunazungumzia afya ya akili. Kama tunavyofahamu, tuna magonjwa mengi ambayo yapo ndani ya halmashauri yetu, lakini pia ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tunakwenda kuwapa elimu vijana wajikinge dhidi ya magonjwa hayo ili waweze kuwa productive kwa nchi yao, ili waweze kuendelea. Lakini eneo la tatu ni talent development, uibuaji wa
vipaji na uendelezaji wa vipaji. Hili ni eneo kubwa sana ambalo ndani ya halmashauri yetu bado hatujawahi kulifanya. Kwa maana vijana tunafahamu wana vipaji mbalimbali, wana vipaji vya michezo, wana vipaji vya sanaa, lakini wana vipaji vya ubunifu kwenye masuala ya teknolojia. Kwa hiyo halmashauri yetu sasa inakwenda kuzindua dirisha hili ili tuhakikishe kwamba vijana wanapata fursa mbalimbali ili waweze sasa kuenhance vipaji vyao. Na eneo la mwisho kabisa ambalo napenda kulizungumzia kama afisa vijana halmashauri ya wilaya ya Kwimba ni kuendelea kuwakaribisha sasa vijana kutoka maeneo mbalimbali ndani ya wilaya yetu. Kongamano la leo tunalifanya ndani ya tarafa ya Ibindo, lakini sio la mwisho. Huu ndio mwaka tunauanza. Kwa maana robo inayofuata tutafanya katika tarafa nyingine. Tunamaanisha tarafa ya Sumve au tarafa ya Ngudu, Nyamilama au Mwamashinga. Kwa hiyo tutahakikisha kwa kila tarafa tutafanya kongamano moja ambalo litawahusisha vijana wote waweze kuungana, waweze kudiskasi fursa ambazo wanazipata ndani ya halmashauri yao. Yangu majina naitwa Batto Kasasula, ni mwanachuo wa mwaka wa pili umeme katika chuo cha maendeleo ya wananchi Mali. Chuo changu ama wazifa wangu katika chuo hiki, mimi ni waziri mkuu wa chuo inayounda serikali ya wanachuo. Hii sisi kwangu mimi katika hapa mara ya kwanza kukutana kongamano hili pamoja wa vijana kukutana kuzungumzia changamoto mbalimbali ambazo vijana pamoja na fursa zinazotupasa sisi vijana kuzifuatilia. Sambamba na hilo, tumesikiliza mengi katika ukumbi wetu hapa leo tarehe 4. Wamezungumza mengi viongozi waliokuja akiwemo mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kwimba pamoja na jopo lake zima. Tumeweza kuzungumza mengi kuhusiana na fursa hizi kulingana na fani zetu sisi hapa, na hii fursa ambayo imetokea inatupa uwanda mpana sasa wa sisi kwenda kujizatiti katika eneo zima la ajira, aidha kuajiriwa au kujiajiri sisi wenyewe. Wameweza kuzungumzia vitu mbalimbali ikiwemo kupewa mikopo ya asilimia 10 na serikali na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia fursa hii sisi kama vijana tuna uwezo sasa wa kumaliza mafunzo yetu hapa chuoni. Mfano sisi hapa mwaka wa pili tunaenda kumaliza mwaka huu, na hata ambao umetutangulia pengine alikusilia ambao anaenda kumaliza mwezi wa 5, wana uwezo wa kuweza kwenda kukopa sasa hizo pesa, kutengeneza kikundi na kupewa na kuweza kujiendesha wao kama wao, ili kuweza kutengeneza uwanda mpana katika maisha, ili hali tuweze kujenga taifa letu pamoja.